Mpenzi mtazamaji wa siasa mashinani, natumai uko salama, natumai mzima wa afya. Kuna siri ambayo najua haujaifahamu, na hii siri ni siri ambayo Sifuna ako nayo wakiwa pamoja na Babu Owino. Kuna siri nzito sana ambayo Wakenya hawajaweza kuitambua kufika leo hii. Mmeweza kumuona Sifuna akipita kutoka pande moja hadi pande ingine ya Kenya, na hamjui kila ambacho Sifuna anakifanya. Ila tu kabla niweze kuwaelezea na kuwafafanulia hii siri ambayo inamfanya Sifuna kupita kutoka pande moja hadi pande ingine ya Kenya, na kabla sijakuelezea kila ambacho anakifanya Sifuna na kila ambacho tunakuja kukiona hapa mbeleni, naomba kwanza usikie yale ambayo Sifuna aliweza kuongea pale Tononoka pale Mombasa. Umsikize vizuri, umsikize kwa umakini. Ndiposa uje hapa unisikize, nikuelezee kile ambacho kinaendelea na niweze kukutopolea siri nzito ambayo Sifuna ako nayo mwaka 2027. Hebu msikize. Nataka mseme Kasongo wasikie hapa ni wapi. Na nyinyi wacha niwaambie, sisi tumetembea na hii kikosi ya Linda Mwananchi Kenya mzima. Wanasema ati hapa Mombasa ndio kuna kura ya Kasongo. Ngoja tu. Sisi tumekuwa kule Western, mimi na kina Osoti hawa, hakuna kura ya Kasongo Western. Tumekuwa kule Luo Nyanza, wasiwadanganye watu wa Broadbest, hakuna kura ya Kasongo Luo Nyanza. Kwa kina Kimilu, DJ Tulia. Kwa kina Kimilu kule Makueni na Ukambani nzima, hakuna kura ya Kasongo. Kule kwenye mulima hakuna kura ya Kasongo. Yes, mmesikia kile ambacho Sifuna ameweza kukizungumza. Na hii si mara ya kwanza tumeweza kumsikia Sifuna akizungumzia kuhusu kura. Ni kura zipi ambazo Sifuna anazitafuta? Mara nyingi mnaweza mkamuona Sifuna hivi mkafikiria kuwa anapita tu, ila tu kile ambacho Sifuna anakitafuta ni he is still collecting data. Anaendelea kujipima anapopita kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine, anapozungumzia watu. Kila ambacho Sifuna anakifanya ni kuwa anajitafutia sera, na anapotafuta sera anaendelea kupima kuwa ingawa anaweza simama na kuulizia kiti cha urais, anaweza kweli pata watu ambao watasimama na yeye kama Sifuna. Na ndio mimi mwenyewe leo hii nataka tu niambie, ikiwa tu tukifika 2027 na tukapata kuwa Sifuna amesimama kama kiongozi, amesimama kuuliza urais, hebu niambie hapo kwa comment section, ni wangapi ambao tutasimama tuweze kusema kuwa sisi ndio Sifuna, ili angalau tuweze kumwona pia kila ambacho Sifuna anajaribu kitafuta ndio hiki. Ni wangapi ambao wanaweza simama na yeye na kukiri kuwa sisi ndio Sifuna? Na huenda ikawa ni maajabu sana tukipatana na Sifuna debeni 2027, ambao ni next year, sio mbali, ni miezi chache sana ambayo imebaki tuweze kuona kila ambacho kinaendelea, ambapo kufika sasa hivi hata wale viongozi wa upinzani ambao tunaona wakiwa kikundi kimoja, hatujajua kila ambacho wamekipanga, ila ya Sifuna yanaendelea kuonekana kwa umbali sana kila ambacho anakipanga. Na ndio maana mnamuona yeye mwenyewe aliweza kukataa, na akakataa kwa nguvu sana
akasema kuwa mimi kama Sifuna siwezi kaa chini ya uongozi wa Oburu Odinga. Hebu msikize. Oburu, tafuta SG wako. Mimi siwezi kuwa SG wa Oburu. Hiyo nataka niseme hapa mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya taifa zima. I will not be the SG of mediocrity after Baba Raila Amolo Odinga. You characters don't deserve me. I will say this without fear. Yes. Hicho ndicho aliweza kuzungumza kwa ukali, na akakataa kuwa Oburu aweze kutafuta mtu mwingine ila sio yeye. Lakini tunavyomuona Sifuna ako na lengo na ako na kile ambacho anakitafuta. Hatujaweza kuwaona viongozi wengine, maseneta, ma-MP wakipita jinsi ambavyo tunamuona Sifuna akipita, wakiwa wameandamana na Babu Owino. Wanalo lengo, kuna kile ambacho wanakitafuta. Na Sifuna, vile ambavyo nimekwisha kuambia, he is trying to weigh himself. He is trying to see if I ask for presidential seat, will I get Kenyans who will stand with me? Hicho tu ndicho anang'ang'ana kukitafuta. Anapopita tulimuona akiwa Nyanza, tulimuona akiwa kila mahali, na tumemsikia akiwa pale Tononoka akiwaambia kuwa ametokea Western, na wote wamesema kuwa hawamtaki Rais Ruto. Na hiyo kupita ambao Sifuna anapita ni anaendelea kuangalia na kusoma akili za watu na kusoma kila ambacho kinaendelea. Ndiyo, endapo Sifuna leo hii atasimama katika kiti cha urais akaulizia, yes, huenda ikawa hataweza kuchukua hicho kiti, huenda ikawa hataweza kuongoza 2027, lakini kila ambacho Sifuna anakitafuta ni umaarufu, ambapo huenda ikawa anapima ikiwa hatakosa 2027 hapo mbeleni, kila ambacho anahakikisha ni kuwa yeye pia hapatikane hapo mbeleni. Kumbuka kuwa mpenzi mtazamaji, watu huanza na hatua, na hii ndiyo hatua ambayo Sifuna ameianza. Ila ni ukweli na ni ukweli kabisa kuwa ikiwa leo hii Sifuna atasimama tumpate debeli 2027, hatuwezi sema kuwa hatakosa wa kusimama na yeye. Mmeona mikutano yote ambayo Sifuna amekuwa akiifanya, watu ambao wanakuwa katika ile mikutano ni watu wengi sana. Amewasawishi watu wengi sana, na ndio maana hadi leo hii kwenye mitandao unaona tu kila mtu anasema sisi ndio Sifuna. Je, mpenzi mtazamaji, ikiwa leo hii Sifuna atauliza urais, utasimama na yeye? Hebu niambie hapo comment section. Na unapoendelea kuniambia, nikuombe tu jambo moja, niwekee like kwenye hii video, na kama hujasubscribe na kuomba uweze kunisubscribe pia, maana niko hapa kukuletea habari zote kutoka mashinani, na kila ambacho kinaendelea ninakuletea hapa kwenye hii channel ya Siasa Mashinani. Hebu niweke like, ni subscribe pia, tuendelee kuona kila ambacho kinaendelea, maana siasa ambayo iko hapa mbeleni, kila ambacho tutakiona 2027 ni tofauti sana na kila ambacho tunakiona sasa hivi.